Leo nataka kuongea kuhusu swala la muda. Tupende kuweka malengo yetu kwenye muda, sana sana tupende kuweka malengo ndani ya muda mrefu. Tuweke malengo kuanzia miaka 5, miaka 10. Yaani sasa hivi ukae ufikirie ndani ya miaka 10 natakiwa niwe nimeachieve kitu gani, kwenye kitu gani ambacho nitakuwa nafanya ndani ya miaka 5, ndani ya miaka 10. Tunaanguka sana kwa sababu malengo yetu yanakuwa ni ya muda mfupi. Tumeanza kufanya kitu fulani, tukishaanza kufanikiwa kidogo, mafanikio yale ya mwanzoni, tunaanza kulizika na vile vitu tunavyovifanya. Tunasahau kwamba hicho ni kipindi cha muda mfupi tu. Hiyo ni furaha ya muda mfupi, kulizika kwa muda mfupi. Tupange vitu vyetu kwa long term, miaka 5 kuanzia miaka 10. Yaani sasa hivi kaa tu fikiria, useme kuna skills gani inatakiwa uiongeze ambayo itakusaidia ndani ya miaka 5, miaka 10. Anza kidogo kidogo. Endelea na ratiba zako za kila siku, mipango yako ya kila siku, ila uwe na kitu kimoja au viwili ambapo unajua ndani ya miaka 10 hivi vitu nitakuwa nimeviachieve. Alioanzisha LinkedIn aliulizwa swali moja kwenye interview, akaulizwa, je, ukiwa kuanzia sasa hivi tuseme hauna hela yoyote, hauna connection yoyote, utafanya nini ili uweze kutengeneza 1 billion within 1 year? Akasema siwezi kulijibu hilo swali kwa sababu mimi mchezo wangu ni wa miaka 10. Kwa hiyo maana hata yeye possibility yeye angeweza, kwa akili alionayo, experience tayari ashakuwa bilionea, anaweza kutengeneza billion per year, lakini still bado amekataa long term plan, short term plans. Kwa hiyo yeye anaamini ndani ya miaka 10 ndio anaweza kuachieve ndoto moja kubwa. Kwa hiyo tuweke mipango ya muda mrefu. Kitu ambacho kinaangusha creators wengi ni mtu kaingia leo kaanza kucreate content moja imeenda viral, viewers milioni, tayari ameshapagaa. Yaani ana wiki 2 tu YouTube imeamua kupeleka video moja kwenye mzunguko, kapata viewers milioni, tayari ameshaanza kulizika. Utasikia Clouds wamenipigia wanataka interview, radio fulani imenipigia wanataka interview. Anaacha kucreate, anaanza kwenda kuhangaika kwenye interview. Anasahau kabisa kwamba wale pia wanatengeneza content, wanamtumia yeye kama content. Akishaenda interview ya kwanza, interview ya pili, ya tatu, anaongelewa mtaani, tayari ameshafanikiwa. Kumbe YouTube wanamjaribu tu. Yaani YouTube wanasema, je, huyu ni creator, ngoja tujaribu kumpa hii opportunity tuone kama huyu ni creator. Anaacha kucreate, anaanza kuingia sehemu kwenda kutamba, anaenda kwenye vituo ambavyo wanamtumia wao kupata content, wanatengeneza na channel zao, yeye anaisahau channel yake, anaiacha. Kwa jamani creators, tukipata video ikaenda viral, tusi enjoy the moment. Tuamini kabisa kwamba sisi tupo for longevity, tupo kwa muda mrefu, tupo hapa kustay. Video ya kwanza imeenda viral, endelea kupiga kazi. Video ya pili imeenda viral, endelea kupiga kazi. Video ya tatu imeenda viral, piga kazi. Ya 4 mpaka ya 100 imeenda viral, una viewers wako milioni 400 kwenye account. Anza sasa kufanya biashara. Unaitwa na sehemu fulani, unajua kabisa kwamba wanakutumia kimatangazo, wachaji hela. Unaitwa sehemu fulani, wanakutumia kimatangazo, wachaji hela. Unaenda sehemu fulani kwa mpango wa kimatangazo, walipe hela. Unaenda sehemu fulani kwa sababu za una project yako unaenda kutangaza, walipe hela. Business hiyo hivyo, tusilizike tu na umaarufu, tupate video, tutengeneze hela. Hii ni biashara ya kukaa muda mrefu, miaka 10, miaka 20 kama content creator. Tufanye hivyo. Dakika 3 zangu zimeisha, ishaingia ya 4. Napoelekea huku nitabadilisha tani iliwe dakika 4 positivity. I'm out.